Na Rashid Abdalla, tunapoliweka swala hili kwenye mizani, mustakabali wa jamii ya Maa, tutaweza kusema ama wachanganuzi wa masuala ya kisiasa watakwambia kwa asilimia kubwa jamii ya Maa imeunga mkono serikali ya Kenya Kwanza kikamilifu. Na je, jamii ya Maa kuwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, jamii hiyo imefaidi vipi? Tunao wakazi, tusiandikie mate, tuna wino. Mwanzo jitambulishe, na jamii ya Maa kutokana na nyinyi kuiunga serikali ya Kenya Kwanza mkono, mmefaidi vipi? Kaunti za Maa, sisi Samburu tumeunga serikali ya Dr. William Ruto mkono. By then, na tumepata appointments kidogo ya ma-PS kidogo. But huko nyumbani, hapa katika base ya county, tuko na shida nyingi sana. Hatujaona giant projects kutoka kwa serikali kuu. Giant projects. Naona county zingine mabarabara zinatengenezwa. Barabara kama ya kutoka Maralal mpaka Baragoi. It's pathetic. Na barabara kutoka Kisima kupitia Wamba kuingia Isiolo, barabara zetu ni mbaya. Tuna shida ya maji hapa mji wa Maralal, na kuna jante damu ilijengwa huko juu. Hiyo damu haijaleta maji mpaka leo katika wakaaji wetu wa Samburu. Kwa niaba ya jamii ya Maa, sisi tumekuwa tayari kabisa kuunga mkono serikali ya William Samoei Ruto kama jamii ya pastoralists. Sisi hapa North kama Maralal, Samburu East na kadhalika, tuko na shida nyingi ambayo viongozi wetu kama governor na kadhalika wanatusaidia kiasi, lakini hawajatusaidia kulingana na haki, kulingana na vile sisi tunaweza kusaidika. Kwa mfano, hata hapa mjini Maralal, shida ya maji iko kubwa kabisa. Shida ya stima kukatika mara kwa mara iko kabisa. Mabarabara zetu, siwezi kusema ni kila kona. Asante. Kwa majina naitwa John Saruni, mkazi wa Samburu County. Kwanza napongeza serikali ya UDA. A lot has been done. Nimeona appointments. At least security pia naye imekuwa imeenda juu, sio sana. At least alafu pia naye kuna maendeleo kidogo, but a lot needs to be done. Kama kwa sekta ya afya pia waimarishe kidogo maneno ya barabara jinsi ambayo unaona vipi kulingana na utendakazi wa bunge wenu? Je, wanawatetea ama wao wanatetea maslahi yao? Heko kwa Naisula Lesuda, tunafurahia sana because anaturepresent vizuri, pia nao wengine huyo wa Baragoi na wa East. Tunafurahia. So masuala ambayo unahisi kwamba kama vijana yanapaswa kushinikizwa, viongozi wenu wanapokwenda kwa meza na serikali kuu, ni masuala gani yanayowahusu vijana waweze kusukuma? Mimi ningependa tu wasukume at least vijana wapate kazi, wasukume kama talent ya vijana. Vile vile vijana wengi wako na talent, na most of them they end up kukunywa madawa na kufanya vitu mbaya. Unakuta watu wengi sana invest in their health, but ningependa tu viongozi wa huko wenye wamechaguliwa, tafadhali tu wangangane mambo na talent ya vijana, watushikilie pia, wasituachilie vijana bila vijana baadhi hakuna mahali tunaenda tu. Na Rashid Abdalla, ndio masuala ambayo yanaweza kuibuliwa hapa na kuwekwa bayana na wakazi wa gatuzi la Samburu, ambalo ni gatuzi mojawapo linalojumuishwa miongoni mwa jamii ya Maa, wakiweka wazi masuala ambayo wanahoji viongozi wao wamezidi kushinikiza katika serikali na wamefeli wapi kupitia ushirikiano wao na serikali ya Kenya Kwanza. Na mtazamaji, tumeweza kupata maoni kutoka kwa ndugu zetu na kwa kweli kutoka Samburu maoni yamekuwa ni mseto. Tukatumalize masuala ya maendeleo. Viongozi ambao niko nao hapa wameonyesha wakiingia walikuwa na tabasamu, lakini kile unapozungumza tabasamu linafifia, kumaanisha kwamba kuna kazi ya kufanywa. David Ole Sankok, ndani ya serikali. Ndani ya serikali. Na hapa watu wanalalamika, wanasema serikali haileti maendeleo. Unakubaliana nao ama? Rashid, kama venye tumesema hapo awali, naam, maendeleo na uongozi ni conjoined twins. Kwa hivyo jamii moja ikikosa uongozi, kuna shida hata ya maendeleo. Na venye umempongeza Naisula kwa sababu ya kuongelea maneno ya affirmative action, kama angekuwa na hiyo nafasi ya uongozi, sijui ungempongezea wapi, labda akichunga mbuzi huko Samburu. Kwa hivyo ndio tunasema
our generosity should not be extend too far. Tuheshimiane. Venye tu naheshimu bedroom yangu, ukikuja kwa nyumba yangu nakaa kwa sitting bila kuambiwa. Pia uongozi jamini, tusikue extinct kwa mambo ya uongozi. Kwa mambo ya maendeleo, ina boil down to session paper 10 of 1965. Ambapo Wakenya wakati huo wakiongozwa na Jomo Kenyatta, ile kitchen cabinet ikasema maendeleo ipelekwe pahali iko na faida. Na kwa sababu hiyo kitchen cabinet ilikuwa imejaa viongozi kutoka jamii fulani fulani ambao tegemeo lao kwa maisha ni mambo ya agriculture, basi ile maendeleo yote ikaenda maeneo ya agriculture. Tukasahau ya kwamba wildlife pia iko na faida, na ndio sababu tuliishi miaka yote tukiwa na mafuta huko Turkana na haijai kuwa discovered, kwa sababu waliokuwa na hamu ya kuendelesha maeneo ambao wanafikiri haina faida. Although Rashid, sijui kama hiyo mafuta ya Turkana imefika ama ilikuwa ya kujipaka ama ya kupikia. Lakini pia mifugo yetu pia iko na faida. Lakini hatukupatiwa maendeleo kwa sababu ya hiyo session paper number 10 of 1965. Nataka kuambia Rashid, siasa is about interest, not individual interest ya Sankoko Memai ama Parashina ama Naisola ama Letipila. It is interest of our community. What will my community benefit from this government? Sio what will Sankoko position will get, ama mtu mwingine amekuwa PS amekuwa nani. Sio hiyo, ni maendeleo ambao watu wetu wataweza pata. Saa hizi tukiangalia eneo yetu ni promise tu baada ya promise. Malami ambao iko maeneo yetu, unasikia kuna constituency yenye hakuna hata inji moja ya lami katika karne hii. Ili hali ukienda Central Kenya, ukienda Rift Valley, ukienda Luo Nyanza, malami zinaenda parallel kama hizi vidole. Lakini kwetu unakuta a whole sub county hakuna maendeleo. Na saa hizi ukiangalia hata kwa Kenya Kwanza, kwa sababu mimi niko serikali ya Kenya Kwanza, wakitimiza ile promises za Nyame ametupatia. Tumeambiwa Narok International Airport by March italand ndege. Naongoja kwa hamu na gamu nione Boeing 777 ikilana hapo ikilete tourists. Naongoja kwa hamu barabara ya lami ambao tumeahidiwa mingi sana ya Narok, Siabei, Ndontol all the way to Sakutiek mpaka ifike pale naitwa Naivasha. Kabla nimlete Naisula, kuna swali nitakuuliza moja hapo Naisula aweze kuchangia. Tunapozungumza shida za uongozi, kama nimeweza kumsikiza Letipila vizuri, ni kwamba sio shida za leo, ni historical. Maendeleo mengine kupatikana ni shida. Na tukiangalia kwa sababu ni miaka mingi kama hakuna barabara tangia tupate uhuru, vitu kama vya kusikitisha. Lakini wakati huo tunasema hakuna barabara, haya maeneo yalikuwa kiongozwa na watu wa jamii ya Maa. Kabisa. Sasa ikiwa yamekuwa kiongozwa na watu ambao wana uchungu, wanajua kwamba kuna mtoto ambaye lazima aende umbali akalishe ndo aje shule, kuna mama ambaye ataka kujifungua lazima, na miaka yote hawakuleta mabadiliko, tunawaambia nini wale wa Kenya ambao wanasema tuko na miaka 10 tangu tupate devolution ambayo imepeleka some resources pale kwa county. Lakini samani nani alikuwa anagawa keki? Imekuwa tu rais wa Kenya ni wawili tu, Wakikuyu tu na Wakalenjin. Na ni kwa sababu jamii mbili, na ni kwa sababu ya population also. Kwa hivyo ukisema ati hakuna kabila Kenya, ikakuaje wala ambao wako na watu wengi kabila yao tu ndio inaongoza? Kwa sababu kura pia inapigwa kwa ukabila. Na maendeleo imeenda. Na maendeleo imeenda huko. Na ndio sababu tunasema kwa sasa at least kwa sababu tumepata funds kidogo ambao iko devolve, imeenda kwa county level. Kwa mambo ya uongozi, mtu achie pia sisi tukue na kamfuko ambao iko na barabara, iko na kuajiriana, iko na basari ya watoto, ndio na kujenga shule, ndio tupate kufanya hayo. Otherwise ikirudi ikuwe national government, ama mkuje basi mchukue ile kiti kidogo yenye tuko nayo Kajiado, Narok na Samburu, ile ya governor inabeba kabag kidogo, basi tutarudi kwa ile kilio ambao tumekuwa nayo, hiyo jamii mbili ikiongoza nchi ya Kenya na wakamekataa kutugawia. Hatuwezi wapembeleza tena watugawie, ile yenye tuko nayo tubaki nayo na tugawe katika kaunti zetu.
Asante sana Mheshimiwa David Ole Sankok. Rashid, ningependa kusema mambo mawili tu ili tumalize mambo ya maendeleo. Na kabla sijasema mambo ya maendeleo, ningependa tu make it very clear kwa sababu wajua saa zingine nasema kitu hapa alafu yageuzwa. Nilisema I'm unapologetic kwa mambo ya affirmative action kwa constituency yangu. Na nimekuwa nikiifanya so that my opponents don't try and twist it and get it wrong. Mimi husema mtu ambaye kipande chake umezaliwa kipande chako cha Soma Samburu. Kwa hivyo waweza kuwa Mturkana Msamburu, Msamburu, bora wewe watoka hapo nazungumza juu yako. Kwa hivyo usijaribu kutafuta siasa na kitu kidogo ya kusema ati nimesema Wasamburu peke yake wa pale, because my people know and they know how I lead. Lakini zaidi mambo ya maendeleo. Jamii ya Maa tukizungumza mambo ya maendeleo ama pastoralist, the first thing sisi huambiwa ni but mko na devolution, mko na CDF, mko na ngaf, mko na equalization, mbona kila saa mwalia, kwani hao hawana? Pia hao wana devolution, hao wenyewe pia wana ngaf, wako na CDF, wako na kila kitu, wako na additional resources, wana collect more. Kwa hivyo hamtatunyamazisha kwa kusema na mko na, tuko nayo, na saa hizi ndio tumeanza kuifeel hiyo, na tunasema na ndio hatutawahi kubali CDF iguzwe. Mimi sitawahi kubali devolution iguzwe. Kama governor ni mbaya, tutabadilisha mgavana mpaka tupate governor correct. Kama MP ni mbaya, mtabadilisha MPs mpaka mpate MP ambaye tutafanya CDF correct. Lakini hamtatumia hizo mifuko ya resources kidogo ambayo tuko nayo kutunyamazisha tusiongee kuhusu the trillions ambazo zinabaki Nairobi. Nitasema tu for example, umesikia mkaji wa Maralal akiongea mambo ya stima. Na by the way, hawa viongozi maskini hao, mtu asituambie pia ati na nyinyi viongozi kazi yao ni nini. Mimi najua kazi yenye Parashina anafanya kila siku. Kazi yake ni kwenda knock these doors. Mimi najua kile Eli anafanya kila siku. Yuaenda ukuja mbele ya budget committee where I sit. I also fight in that budget committee. But why do we have to fight so hard? It should just be resources chache. Lakini basi wacha nikwambie, sasa ndio tutapigana zaidi, tutaongea tena zaidi. Kwa sababu for example, stima ya wind power inatoka Lake Turkana wind power yatupita kule juu, sisi yote I think tupata radiation. Sisi kazi yetu ni kupata radiation ya hiyo stima iende all the way mpaka Suswa. We don't have a substation ambayo kama Samburu County ya kutupa stima. Stima yangu yatoka Lanet, ikuje ipite Nakuru, ikuje ipite Rumuruti, ikuje kila siku Kikingi kikianguka. Watu wangu 2 days hawana stima, 3 days in a week. Huyu anatumia generator Samburu North, tuatumia generator mpaka leo. Saa hizi wameshinda wakituambia substation ambayo yajengwa Rumuruti ikiisha ndio sasa mtapata stima. Na haya maswala tuwazungumzia, kama saa hizi kuna project ambayo wanatoa stima kutoka kwangu Losuk, wametufanyia public participation, tumesema mpaka community imesema jameni sawa, pitisheni tena hizi mastima zenu hapa, lakini tafadhali mfanye step down ili Samburu tupate umeme yaenda all the way mpaka Lesos. Nimeizungumzia mpaka to the highest offices, energy wanajua, nimeleta statements bunge, nimefanya kila kitu. Sijui sasa turuke kichwa tufanye nini ndio watusikize. Kwa hivyo si ati hawa viongozi hatufanyi, tuwafanya. Na tutaendelea kuzungumza hadi tupate haki yetu ya maendeleo. Umesikia hiyo Maralal Town, mambo ya maji. Alafu kwa ugawi pia ya resources. Mtu asiye kuambia ati yes ni chache. It is priorities. Saa hizi kukikuwa na barabara ya Samburu yahitaji contractor wangu huyo wa Losuk to Maralal, the tarmac we're doing now, alipwe. Na mwingine kwenye kura ni nyingi. I think pia namba yetu tutaanza kuzapia, tutaambia watoto wazee. Kwa sababu pia sijui ni numbers ndio chache, kwa sababu kukikuwa na priority kuna 1 billion. Wacha nikuulize, contractor mgani atalipwa arudi site? Ni wa kwangu ama kwenye numbers nyingi? Let us be fair as a country in the little resources that we have to peana. Sema kitu mtazamaji. Lakini let me add something. Niko na sekunde moja tu. Sasa ile session paper yenye nimeongea juu yake ya 1965. Naam. Resources inapelekwa pali watu wako productive. Lakini it is actually not resources following people. It should be people following resources. Ukidevelop huko Wajia, wananchi watahamia huko.
Mambo ya livestock haishughulikiwi. Mara kila saa ni kahawa, mara sijui ni maziwa. Rashid, ningependa kuongeza kitu moja. Unaona sasa tumalize hapo kwa masuala mashamba. Unaona sasa sisi hawa viongozi ambao tumekaa hapa. Lakini nyinyi viongozi ngoja nimalize. Tupenda mwanishangaza kitu kimoja viongozi, kwa sababu nikirudi nyuma huwa naona kwamba wakati mwingine mna vikao ambavyo mnavifanya nyinyi wenyewe kama, na wakati mwingine mna vikao mnavifanya na wagombea wa urais, alafu baadaye mnawaambia jamii si tumeamua kwamba mgombea huyu Rashid Abdalla ndio mgombea ambaye tumeona jamii ifuate. Huwa nini kimewasukuma? Maana hizi shida ambazo hatujaweka agreement sisi na sawa, hakuna agreement, lakini kitambo muambie mwananchi kwamba naomba tumuunge huyu. Si wanaamini kwamba kuna sasa unajua Rashid, naam, wao watu ambao wanakuja kuomba kura, naam, wanatutongoza. Sasa mtatongozwa kila kukicha. Ngoja. Nakwambia saa hizi hivi. Naam. Sisi hao viongozi, hii ndio point nilikuwa nataka niseme. Kwanza kwa issue ya CDF. Tunasikia kuna viongozi ambao wanasema ati CDF itolewe katika constituencies. Ipelekwe wapi? Hiyo ni mchezo hiyo. Hiyo CDF ndio maendeleo ya kwanza. Watu sema saizi watu wa pale kama Parkati constituency yangu, pale kama Lata kwenye constituency yangu. Yaani pale ambapo Rashid, wacha nikwambie, kama ungejua penye hao watu wanaishi, wewe hata dhani tuko wako hii Kenya. Alafu kuna viongozi anasema hiyo maendeleo ambayo saizi ndio watu wamefeel kwa mara ya kwanza wanyang'anyo. Ukisikia kiongozi anaongea maneno sijui ya ugatuzi, sijui hizo makaunti zikolapsiwe, zikuwe chache. Hiyo ndio ile uongozi tunataka kusema. Kuna watu wanataka sisi viongozi hawa tukue tunaenda kupanga laini tukiombana maendeleo. Katiba imetupatia nafasi hiyo maendeleo. Sasa sisi tuko na haki yetu kwa katiba. Samburu County iko na share yake ya national cake. Samburu North constituency iko na share yake ya national cake. Hatuendi kubeg. Alafu mtu anatuambia tunataka kuanyang'anya hiyo ndio turudi bado tukue beggars. Hiyo Rashid Abdalla nikwambie, hiyo ni vita ambayo tutapigana mpaka dakika ya mwisho. Rashid, same kitu. Just one second. Tukimalizia hii mambo ya development ya maendeleo, it is obviously continue to be a big problem in my county. So obviously the whole country is obviously arguing that hakuna maendeleo. Lakini just imagine kama mimi constituency yangu inashikana na Nairobi. Na there is no single day mimi nimeingia kwa hizo maofisi zote, tunapiga kelele, lakini bado unaona kwa mfano hapa karibu Rongai hapa Nazarene University kuna barabara inapita along the park kupita Twala, Ngurunga na kwenda Kitengela. A very critical trading route ambayo inaweza kusaidia watu hapo. Lakini kuingia kwa hizo maofisi hata kupata mara ni shida. Lami ni shida. Kwangu kuna barabara iliwekwa ya lami, the only one, kutoka mahali inaitwa Maroro, Mashuru mpaka Isara. Ilikuwa low sill road. Hiyo barabara tumeimba day and night. It has of course eroded. It's almost finished now. Hiyo lami kidogo iliwekwa ya low sill imeisha kabisa. Tumepiga kelele, tume knock doors. Nobody will hear our voice. Sasa mimi naona, na kwangu mimi vile nilisema, watu wengi wanafanya Nairobi wanalala kwangu Kajiado East constituency Kitengela. Na ndio wanafanya kwa hizo maofisi. Why? Electricity leo hakuna hapo. Water Kitengela hakuna. Na ni only because it's Kajiado County. Ukienda Mlolongo ama Athi River on the other side of Machakos County, things are running smoothly. Roads everywhere, water everywhere. Lakini ukifuka tu hapo Kajiado tu hakuna. Kwa nini? So there is definitely a very big unaona kama ni makusudi. Ni makusudi. Makusudi ya of course discrimination
kwa sababu people still see our counties. Juzi nimemwona rais akiwa anazungumza kwa maeneo ya Ukambani, na pia ulimuona alisema kwamba mahali imefika yeye hana mambo ya kuangalia yule alikuwa yule hakuwa, ni maendeleo kwa kila eneo. Nafikiri ulisikia akiwa maeneo ya Ukambani akiwaambia watu wa Ukambani kwamba mimi sijali kwamba mtu alikuwa upinzani wala wapi. Watu sasa hivi ni wakati wa kupata maendeleo nchi yetu yote yake. But there is a difference, ndugu yangu Rashid. There is a difference between words and action. Action speaks louder than words. And the president maybe genuinely wants to see that happening. Inclusivity, development for all Kenyans. But the historical, systemic systems that are there, they are definitely need to change. Kwa sababu sisi counties tunaumia kabisa. Niongeze point yake uzito kidogo tu. Kwamba tuna muda mchache, Letipila, na huenda tukakosa swala moja muhimu utaulizwa na wananchi wako, mbona ukulizungumzia ambao ni swala la mashamba. Nafikiri tulizungumza maana tunajua kwamba swala la mashamba ndio kama ndio utajiri wa Maa, sivyo? Na ukiangalia sasa hivi watu wengi wanakuja wakinunua mashamba. Na nyinyi kwa mnasema mnataka asili yenu isipotee. Kuna vijana wamekuwa wakijitokeza, pia kuna utovu wa usalama katika masuala ya mashamba. Hili mnalizungumziaje? Kwa sababu kila kukicha wazee wanajitokeza wanasema mashamba yetu yanauzwa na yananunuliwa na watu wa nje. Miaka inavyosonga tutapoteza asili yetu. Ile hali wewe mwenyewe Parashina wasema wataka viongozi wenye asili, na kama wauza mashamba kuweka watu wasio na asili, watarajia nini siku zosoni? Shida iko wapi? Asante sana ndugu yangu Rashid. Na ninapotueleza mambo ya ardhi, mimi kwa mambo ya ardhi ndio mambo nimeshikilia zaidi. Kwa hivyo lazima ulionaka kipindi fulani Citizen walikuwa na cover vitu za kutoka Kajiado kutoka kwetu. Lakini Rashid, ulipo members wengine colleagues wameongea, na kuna swali tujajibiwa na ni nzuri tuseme. Kwa pahali pakubwa sisi wa Masai tumekuwa watu wa kufuata watu. Sasa tunaitwa tu mkutano, tunaambiwa tuendeni siasa, tutawapanga. Messages ambazo tunapata, jamii imesema enough is enough. 2027 hawatapangwa. 2027 wanataka agreement. CEOs ni ngapi? Waziri ni ngapi? PS ni ngapi? Lami imewekwa pesa ngapi? Maji imewekwa pesa ngapi? Stima imewekwa pesa ngapi? Bila hiyo wametuhakikishia wako nyuma yetu, na hiyo kura yetu 1 million. Hatutaomba mtu, ni ule atatupatia mambo kwa meza. Jamii imetuambia hivyo. Na kama viongozi wao, kuna swala ambalo la viongozi Parashina ni kwamba mnazungumza kama viongozi wote ama baadhi, kwa sababu tumeona pia shida ambayo imekuwepo mara kwa mara katika jamii ya Maa ni kwamba huwa kuna makundi. Sasa Rashid, tunakuambia ukinyanyasa mtu anafika mahali anajielewa. Tumeelewa kwamba tusipoungana sisi kwa kitu kimoja tunaumizwa wote. Kwa hivyo 2027 kuanzia kwa wabunge, governors tumeshikana. Na people will be shocked, this country will be shocked in the way the Masai voice itatoka this time. That is a Maa nation. Kutoka Samburu, Laikipia, Baringo, sauti ni moja, lakini nataka siku nyingine utupatie nafasi kueleza sauti ni gani. Haina wasiwasi. Sasa nikienda mambo ya mashamba, Rashid, iko mambo ambayo muongelea mambo ya historia. Nimesema mashamba, kitu ya kwanza katika jamii yetu, ardhi katika jamii yetu ni pride yetu, ni ndo mali kwetu. Na ikiwa ndo mali kwetu, tunaipenda na tutailinda, lakini pia inapendwa na watu wakuja. Na tunapoangalia historical injustice ya mashamba, ndo ni kuja yale ambayo yanaendelea saa hizi. Ya kwanza, hebu Rashid, tuangalieni ni sehemu gani kila wakati kuna mambo ambayo yanapiganiwa. 2 months ago, 3 months ago, miezi 3 iliyopita, Angata Barikoi in Transmara, shamba 6,000 acres totally belong to the community ya Maa. Kile ikiwa ni ya Maa inaenda kotini, mabonyenye na wengine wanajipanga, inakuwa sasa ile community inakuwa inalazimishwa, wanaambiwa mtachukua kitu kidogo, shamba ni yao. Ukienda Nakuru, Olturai, and the entire community, almost 6,000, wanakuwa displaced. Why? The mother title iko bonyenye yako nayo, na the land people wanakaa hapo ni hiyo jamii. Ni historical. Ukija hapa Jamus, the same. Ukija hapa Kidong Ranch, someone take 200,000, but again baadaye community inakuja kuomba.
tukatieni eka 6,000, tukatieni eka 10,000 Kwa mshanga yetu. Those are in our own land. Sasa Salaiva Rashid imekuwa too heavy kutoka pale Mau imeenda, wamekuja sasa mpaka hapa hivi tu Kibiko land in our own hills, Ngong Hills. Bali mnapita hapa mnaenda milima kukimbia. Saa hii tunaongea hivi, iko watu waliingia hapo na ni shamba ya jamii ya Maa. Kwa hivyo tuko na historical ya mashamba. Lakini kuna wakati nakumbuka wakati huo wakikabidhiwa Bwana Bethel Kiplagat ile tume ya uwiano na maridhiano. Wakumbuka ilivyokuwa TJRC wakumbuka alikuwa hata kuzungumzia hizo historical injustices na kila kitu ili kuweza kupatikana usawa. Mimi naamini kwamba kuna mambo mengine labda katika ripoti yake yalikuwa anafanyia kazi masuala kama hayo. Tukubali kidogo nimalizie. Tunasema nataka nikueleze Rashid. TJRC the report by Kiplagat hiyo ulikuwa unaongelea. Naam. Pamoja hata tusiende mbali hiyo kwa sababu ilifanyika. It was only paper. It was only maneno ya kusema kufurahisha kwa jamii. Ukienda National Land Commission hii sasa tuko nayo. Sasa tuache ile report ambayo ilipotea mali ilipotelea. Naam. Ukuje katika sheria ya Kenya yetu. Katika kipengele ya 60 mpaka kipengele ya 68 ambayo inaeleza mambo ya mashamba. 2016 Community Land Act ikakuwa introduced basically kutarget hii jamii. So watu wetu walazimishwa kukata mashamba, ranches in millions, kuanzia Samburu, kuanzia Narok na Kajiado. Shamba tumekata. Tulipotukata shamba hivi kusema tunakata, wakakuja sasa kutafuta kitu inaitwa shares. Karatasi tu ile ndiko ni member, unabidi uuze eka yako kupitia karatasi. Hiyo share kumaanisha kama eka ni 200,000 na tuko watu kama 2,000, inamaanisha labda mtu anachukua eka 10. Natoa tu mfano ya ekari. Kwa hivyo ukipoa hii karatasi yetu shares, unaenda unauza hii shamba ikiwa share si title, na sheria ikubali hiyo. Sababu shamba lazima itoke title, iwe na consent ya mama, iwe na kila kitu, iwe na land board, but share cannot qualify iingie kwa mpango ya shamba. Sasa hii jamii imekuja ikapoteza mashamba zao kupitia hiyo makaratasi. Hiyo ikaenda. Tulipotoa shamba tukasema okay, tunataka tufanye kitu inaitwa tuwe na plans. The general plan, mambo ya zoning. Tutatumia mashamba kwa namna gani? Sasa tumekata, ndio sheria imekuja imetukimbiza, tumekata. Tukasema tutoe mahali ya mambo ya ukulima. Tukasema tutoe mahali ya conservation kwa sababu ya wanyama pori. Tukasema tutoe mahali ya kukaa, ikiitwa settlement. Zote zikafanyika. Sasa mahali ambayo imefika tuko saa hii. Hata baada sisi kupanga na kusema hii shamba, eneo hii shamba ni ya mambo ya wanyama pori, ni mambo ya conservation, unakuta linafanyika. Wala jamaa wakija wanunue mashamba kwetu, wale mabonyenye na wale kutoka wakija kununua, wanalazimisha ile mashamba, wanakata mambo ya wanakata pori zetu, kisa na maana wanaendea cabbage. Hiyo ni kitu moja tunaona kama jamii. Sasa wanapokuja kuharibu, wanaharibu ile pride yetu, wanaharibu mambo ya mahali wanyama wanaweza tumia. Na sisi wenda record tu, we contribute to this country. Ndio maana nasema kwa development tunaponyanyaswa nikicombine na hiyo ni mbaya. Tourism purely after coastal region is my nation. Sisi ndio tuko na tourism. Katika tourism share tuna contribute kwa hii nchi 590 billion in terms of money ambayo inakuja katika uchumi wetu ya Kenya. Ukienda kuangalia mambo ya mashamba hiyo nimeeleza, pamoja na tourism tuna contribute 6% of the county gross product. GDP. Yeah, from the 3 counties ya my nation. So tunapoangalia Rashid, mnachozalisha na mnachopata hakuna. Sasa vitu ni tatu katika mashamba. Sheria yenyewe ambayo imeundwa ni sheria ya kutunyanyasa. Na kama wabunge tunapambana sana kuweka kama tabadilisha. Hiyo sheria ilipoundwa ikatokea kitu inaitwa mnyama mwingine anaitwa registries. Land registries ndo zimekuwa worse off katika jamii yetu. Ukitaka kujua na kuambia kwa nini nasema hivyo, Mr. Rashid. Shamba tumetenga pale Eselengei. Eselengei mnajua wote. Share ilikuwa ni 41 acres. Someone was buying that 41 acres kwa 600,000. The entire 41 acres. Lakini hao swali moja nitakuja kuuliza pengine kabla tukichukua mapumziko, na nitawauliza pia nyinyi viongozi. Hawa wanauza hizi shamba
ni kina nani? Nataka tujue tuzungumze by the way. Maana kama nafikiri kama nyinyi viongozi mngekuwa mwaelimisha wananchi, ingekuwa ni vigumu wao kuuza mashamba, lakini wananchi labda pengine kwa sababu ya ugumu wa maisha wanauza kwa bei ya kutupa, wanaondoka na asili yenu inapotea. Je, mtafanyaje kuzuia hili? Kwanza nafikiri kabla tuzungumzie sheria ni kuzungumzia kuhusu attitude ya wale ambao wanale mashamba. Tuwaelimishe ndio kesho Rashidi akija wakatae kuuza shamba, na kama watauza wapate kitu cha maana ambacho kitakuwa kinawasaidia. Mtazamaji, takuja na hayo baada ya muda sio kwa mrefu.